Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo, Iran imezamisha boti ya kivita na kuua jeshi kadhaa wa jeshi la Marekani katika wimbi la 84 katika vita vinavyoendelea. Idara ya uhusiano wa umma wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imetangaza kuwa meli kadhaa za kivita za jeshi la Marekani zimezamishwa majini na idadi kubwa ya wanajeshi wameuawa katika wimbi la 84 la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4. Taarifa ya idara ya mahusiano kwa umma IRGC imesema kufuatia wimbi la 84 la operesheni hiyo ya Ahadi ya Kweli namba 4 iliyofanyika kwa jina la msimbo la Yaman huwa Shadidul Iqab, jeshi la wanamaji la IRGC limefanya shambulio mseto dhidi ya Israel na Marekani katika bandari ya Al-Shuyukh iliyoko katika pwani ya Dubai na kulenga kwa usahihi wanajeshi wa Marekani walikuwa wamekata tamaa na zana zao za kimkakati. Meli 6 za kivita za Marekani za LCU zimepigwa katika bandari ya Al-Shuyukh katika operesheni hiyo iliyofanyika kwa kutumia makombora ya ballistic na yale ya cruise aina ya Qadar 380. Kwa mujibu wa ripoti ya uwanjani, meli 3 kati ya hizo za kivita zimezamishwa baada ya kupigwa na zingine zimeteketezwa kwa moto. Wakati huo jeshi la Iran limetekeleza operesheni dhidi ya vituo vya mkusanyiko wa maafisa wa jeshi la Marekani wa kitengo cha ndege zisizokuwa na rubani kwenye ufukwe na mojawapo ya hoteli huko Dubai kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na kusababisha hasara kwenye vituo hivyo. Katika operesheni hiyo, meli za kivita zimezamishwa baharini na idadi kubwa ya wapiganaji wa Kimarekani wameuawa. Tulikuwa tumesema hapo awali kwamba tutawasakeni popote mwendapo na kukutieni adabu, imesema taarifa hiyo ya IRGC. IRGC imesema kwamba sasa ni wakati wa kulipa kisasi. Ni wakati ambapo Iran itahakikisha inalipa kisasi kwa njia zote katika vita vya majini, vita vya angani na hata katika vita vya ardhini ambavyo Marekani inajiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo sasa yanatajwa ni kwamba vita hivi vinazidi kuwa vikubwa zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mataifa mbalimbali wakati huu yamekuwa yakitoa maonyo kwamba vita hivi havipaswi kuendelea, lakini wakati huu Marekani inatangaza kwamba inataka kumaliza vita hivyo licha ya mashambulizi kuendelea. Katika maendeleo ya vita hivyo, Iran imesema itaendelea na mapambano kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC, Jenerali Mousavi ameionya Israel na Marekani kwamba wamepiga miundombinu ya Iran, sasa wasubiri waone majibu yake. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ametoa matamshi hayo kujibu mashambulizi ya adui Marekani dhidi ya Iran katika miundombinu yake. Brigedia Jenerali Majid Mousavi, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuhusu mashambulizi ya adui Marekani na Israel katika miundombinu yao, akisema, mlitujaribu mara moja kabla ya hapa, dunia imeona tena na namna nyinyi wenyewe mlivyochezea moto na kushambulia miundombinu. Brigedia huyo ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao kwamba wakati huu mlinganyo hautakuwa tena wa jicho kwa jicho, subirini mtaona. Amesema wafanyakazi wa makampuni ya viwanda yenye mfungamano na Marekani na utawala wa Israel wanapaswa kuondoka mara moja mahala pao pa kazi ili kuepuka maisha yao kutumbukia hatarini, amesema kamanda huyo. Wakati huo huo, Brigedia Jenerali Abdul Fazi Shekarchi, msemaji mkuu wa jeshi la Iran, amewataka maadui wajitenge na washauri wao wa Hollywood na kukubali ukweli wa mambo katika medani ya vita. Brigedia Jenerali Abdul Fazil Shekarchi ameionya Marekani na utawala wa Israel kwa kusema Iran ina nguvu na ndiyo mshindi katika uwanja wa vita, na nchi iliyoshinda ndiyo huweka masharti ya kuhitimisha vita, na bila shaka maadui wa Iran ya Kiislamu watalazimika kuyakubali. Amesisitiza kwamba mmediriki uwezo wa kijeshi wa jeshi na wa taifa kubwa la Iran katika uwanja huo. Hivyo ni bora mjirudi na muache kuota ndoto. Jitengeni na washauri wenu wa Hollywood na mkubali ukweli wa mambo, anasema Jenerali Shekarchi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.